Na karibu sana mtazamaji wa 69 Media TZ, lakini pia mpenda burudani, mpenda story za udaku, za umbea, za kufurahisha, za kusikitisha. Na karibu sana hapa niweze kujuza yale ambayo yanaendelea huko mitandaoni na yale ambayo huyafahamu. Mimi ni Sami Baby, lakini natamani kukwambia kuwa subscribe, bonyeza alama ya kengele uweze kuambatana na mimi hapa mwanzo mpaka mwisho, na baada ya hapo sasa utaandika komenti yako. Bwana, Dar es Salaam hakuishi na majambo, lakini pia shughuli za wasanii haziishi. Jana ilikuwa ni shughuli ambayo iliandaliwa na Zailisa, na shughuli hiyo iliitwa usiku wa chai ya husda. Uswahilini kuna vituko, hivi ni vituko Uswahilini. Na wasanii wengi walihudhuria kwenye shughuli hiyo, lakini pia na watu wengine maarufu, na baadhi ya wasanii ambao walionekana kwa wingi ni wale ambao wanafanya kazi pamoja na Zailisa, yani ambao wanatoka kwenye kampuni ya Lamata Village, nikimaanisha waigizaji wa tamthilia Jua Kali. Alionekana Queen Masanja, kiwemo kina Lisa, kina Judith, kina Dr. Kumbuka, kina Mwanaheri, lakini pia Chanuo Nchakali naye alikuwepo, na wasanii wengine wengi kama Faima pia alionekana, lakini pia Unstoppable Pendeza, na alikuwa amependeza kweli kweli. Kwa hivyo ilikuwa ni shughuli hii iliandaliwa na Zailisa, hatujui kwa ajili ya nini, lakini tunajua shughulini tu. Sasa kwenye shughuli ile ameonekana Dr. Kumbuka kama mtu ambaye amezungumza vitu vingi sana kwenye ile shughuli, na aliweza kufanya baadhi ya interview na waandishi wa habari, na akafunguka majambo mengi ambayo nikasema huenda nawe pia hujayafahamu ama hujayashuhudia, basi nije hapa kuweza kukujuza. Dr. Kumbuka aliongea vitu vingi sana, lakini pia moja kitu kikubwa ambacho alikizungumza mle ni kutokana na issue Juma Lokole. Tunafahamu Juma Lokole kwenye birthday yake aliweza kuzawadiwa zawadi ya gari, na ile gari alipewa na moja kati ya kampuni ambayo anafanya nayo kazi. Sasa kwenye upokeaji wa ile gari bwana, Juma Lokole si akazimia. Kuzimia, akazua taharuki. Watu wakazungumza mambo mengi sana mtandaoni. Kulikoni Juma Lokole kuzimia? Huko ni kujifanyisha ama vipi? Sasa kwenye shughuli ya jana ile ya usiku wa chai ya husda na Zailisa, Dr. Kumbuka naye pia alibahatika kuzawadiwa zawadi ya gari aina ya Harrier. Sasa baada ya hapo yeye ambacho alikifanya ni kupokea tu ile zawadi ya gari, na hakuweza kuonesha vile vitu ambavyo Juma Lokole alivyoonesha. Sasa Juma Lokole, Dr. Kumbuka haja kuzungumza, anasema kwa Juma Lokole ni mnafiki, kujifanya alikuwa hajui kama anapewa zawadi ya gari. Alizungumza mengi sana Dr. Kumbuka baada ya kuulizwa swali hilo. Anazungumzia issue ya Juma Lokole kuanguka vile, kama vile kuzidiwa na furaha. Akasema Juma Lokole ni mnafiki kwa sababu alikuwa anafahamu kabisa kwamba ile gari anakuja kuzawadiwa. Sasa kwa nini ajifanishe vile? Kwa sababu upande wake Dr. Kumbuka anasema mimi nimezawadiwa zawadi ya Harrier, lakini nilikuwa nafahamu kwa sababu kutakuwa kuna zawadi. Nimefurahi kawaida, lakini sivyo ambavyo Juma Lokole alifanya. Na akazungumza kuwa kujifanyisha vile, kujiangusha vile, kuna kujaje kati tayari ameshai kumiliki gari ya thamani aina ya Range Rover, kwa nini ajiangushe vile? Kwa hivyo akazungumza kiasi kwamba kama vile yeye mwenyewe Dr. Kumbuka hakuweza kupendezwa kwa hivyo, na kusema kwamba Juma Lokole ni mnafiki. Kwa hivyo Juma Lokole, ndugu yangu, ujumbe wa Dr. Kumbuka umekufikia. Hicho ndicho ambacho Kumbuka aliweza kuzungumza. Lakini mbali na hilo, kuna mambo mengine ambayo alizungumza Kumbuka kuhusiana na Zailisa. Alisema kwamba Zailisa amepewa zawadi. Tena hii nisiye nikaikosea kabisa, nizungumze vizuri. Dr. Kumbuka alizungumza kwamba Zailisa amepewa zawadi ya magorofa mawili na mumewe Saidi baada ya kumbebea ujauzito, ikiwa ni kama zawadi ambapo nyumba hizo zipo Goba na tayari amehamia kwake. Kwa hivyo kwa wewe ambaye ulikuwa ufahamu, kaa ukijua tu kwamba Dr. Kumbuka ametoa kodi kwamba Zailisa amepewa zawadi ya magorofa mawili na mumewe Saidi. Na niseme kama kwa Saidi ni mwanaume ambaye ana pesa. Ana pesa, sio pesa tu, pesa nyingi. Kwa hivyo kumpa zawadi ya magorofa mkewe Zailisa kwake ni kitu cha kawaida tu. Kwa hivyo kodi hiyo ambayo Dr. Kumbuka aliweza kuitoa, nami nikasema ni nani nije nizungumze hapa kwamba Zailisa sasa hivi bwana anatamba na magorofa mawili ambayo amepewa na nani? Amepewa na mume wake. Na kwa wale ambao bado hamuamini kwamba Zailisa hana ujauzito, Dr. Kumbuka amefungua kodi hii na kusema kuwa Zailisa ana ujauzito na ni mimba ya mwezi mmoja na wiki 2. Na watu wanavyosema kwamba Zailisa aliolewa na bwana Saidi kwa sababu tu ya huo ujauzito. Unajua kuna watu wengine vile akishagundua kwamba ni mjamzito, kwa hivyo
inabidi afunge ndoa ili kuificha ile aibu. Sasa kumbuka, anasema hapana, Zailisa hakuolewa kwa sababu tewe ujauzito, bali walikuwa wamesharidhiana, wamependana na mume wake, na ndio maana wakaamua kuoana, lakini sio sababu kama vile ambavyo watu wengi wanasema. Na akasema pia kwa nyinyi ambao bado hamuamini kama Kajala ni mjamzito, basi anasema ye mwenyewe anasema kama hamuamini Kajala bado sio mjamzito, basi mtazameni kifuani, mtajua tu kwamba huyu ni mjamzito. Watu bado hawaamini kwa sababu wanamuona hata kama Kajala ni mjamzito bado wana hang out sana, vitu ambavyo wamama wajawazito watakiwa kuvifanya, sio leo vizuri, kwenda klabu, anacheza sana kule. Kwa hivyo ikafanya watu waendelee kuamini kwamba huenda hiyo tu ni kiki, kwamba Kajala hana ujauzito. Lakini kumbuka, amethibitisha hilo na kusema kwamba Kajala ni mjamzito. Kwa wewe ambaye huamini bado Kajala sio mjamzito, basi mtazame kifuani, utajua kuwa Kajala ni mjamzito. Na Dr. Kumbuka alizungumza mengi sana ambayo watu hawayafahamu, ndio kama hayo ambayo nimekujuza. Lakini mbali na hilo, hata Zailisa naye pia aliweza kufunguka na kuzungumza mengi na kusema kuwa watu wanaomzungumzia kwamba kwa nini anaolewa kila kukicha, amewafunga midomo na kusema kuwa ndoa ni riziki, na yeye ni mtu ambaye anaenjoy sana kuwa kwenye ndoa, hapendi kuwa single. Ndio maana kila akiachika tu lazima aweze kukubali kufunga ndoa nyingine. Na kitu ambacho watu wamekizungumza kwamba kwa nini Zailisa hamposti mwanaume wake, amekuja na kuambia kwamba mwanaume kuibiwa ni yeye mwenyewe kutaka, kwamba atataka kuibiwa, na sio kwamba lazima apostie watu ama kutowapostia. Hicho ndicho ambacho Zailisa ameweza kukizungumza kuhusiana na watu kumsema kwa nini anaolewa kila kukicha na kwa nini hamposti mwanaume wake, na hivyo ndivyo ambavyo ameweza kuambia. Na anasema kwamba kuna kitu ambacho anakipata kwa sababu tu kwa sababu ya kutokumweka mwanaume wake hadharani. Anasema hakuna faida yoyote kuweza kumposti mwanaume kama vile ambavyo watu wengi maarufu wanavyofanya wakishaingia kwenye ndoa ama kabla ya ndoa, kuweka mahusiano yao hadharani. Kila kitu ambacho kinatokea ndani ya ndoa kinawekwa hadharani. Sawa, mimi nimezungumza na wewe, hayo ni kujuza kile ambacho kimetokea kwenye usiku wa chai ya Husda. Uswahilini kumefanyika vitu vingi sana, na mimi hapa ni Sam Baby. Maoni yako ni yapi kuhusiana na kile ambacho tumezungumza hapa ama nimekujuza hapa? Mengi ambayo kayazungumza Dr. Kumbuka, lakini pia mengi ambayo kayazungumza Zailisa. Maoni yako ni haki kuweza kuyaandika hapo, lakini kubwa zaidi subscribe, bonyeza alama ya kengele na kometisha vibaya mno. Kubwa zaidi kule Instagram to follow kupitia 69 Media TZ, bila kusahau Facebook na TikTok ni 69 Media. Wakati huu hapa mimi nakuaga behind the camera, mtu wangu wa nguvu, mtu wangu wa maana, Dr. Alaini, Dr. huyo Dr. wa makamera. Mimi namaliza hivyo.